Na mtazamaji wa Kwetu News 24, hapa tunapatikana maeneo ya vita, japokuwa unaweza kuona ni eneo ambazo pengine kuna kamwangaza fulani hivi, lakini leo tumetembelea moja kati ya vitengo vya wazalendo ambavyo tutakwenda kujana nao kwa ajili ya kupata habari mbalimbali zinazopatikana kwenye uwanja wa vita. Hii ni Kwetu News 24 na moja kwa moja tunakwenda kujana naye ili aweze kutuambia kwa faida yako wewe mtazamaji wa Kwetu News 24 uweze kufahamu mengi ambayo yanajiri kwenye uwanja wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu, jambo. Jambo sana bwana journalist. Ndio, jitambulishe tafadhali. Kwa majina mimi naitwa Tede Dragon Rouge, ni Tede wa Mouvement FAPE Bare Finidiep. Ndio, labda kwa faida ya mtazamaji tungetaka ufafanue vitu viwili. Ufafanue Tede ni nani na useme kwa urefu movement yenu. Asante bwana journaliste. Yani Tede kwa kifupi ni mtu mwenye anasimamia masuala ya upelelezi ama ujasusi. Na kuhusu FAPE, kuhusu movement yetu ya FAPE nasema Force Armée Populaire. Finidiep nasema Front Nationaliste Intégré pour la défense de la patrie. Ndio, tumekutafuta leo ili uweze kutupa undani kabisa wa hali ilivyo kwa sasa, hususan ya kivita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya wajasusi. Basi najua utatueleza mengi kabisa kutoka kwenye uwanja wa vita. Ndugu, tungetamani kwanza tujue mnatathmini namna gani vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya waasi kujiondoa kwenye baadhi ya maeneo ya tarafa la Uvira. Asante bwana journaliste. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea kuhusu kujiondoa kwa wao wajangere. Walijiondoa kufatana na maakoro ambao walifanyaga, na waliona pia baadhi wamekusha kupata esheke fulani, kwa maana kuna baadhi ya viongozi wao wakuu ambao walipata kuanguka, na kuhusu hiyo ikawapatia hofu ya wao kurudi nyuma, kwa sababu pia tulikuwa tumesha wazingira. Wakati walipokuwa pale Uvira pale tulikuwa deja tumeshapanda katika vilima vyao. Tulianzia hapa Makobola tukapanda vilima tukadeborde, na hiyo pia ilikuwa moja kati ya vitu ambazo viliwapatia hofu kubwa, na kwa sababu wao wapate kujiondoa kurudi nyuma. Bila shaka raia wengi mashariki mwa DRC kama vile Uvira, Baraka, Fizi Center, maeneo ya Poezero pale wanauoga kwamba kujiondoa kwa wale wa jamaa inawezekana wajaenda kivyote. Na wanauoga kwamba wanaweza kujikusanya na kuweza kurudia tena, kwa sababu kuna habari nyingi sana ambazo zinatapakaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba wale wa jamaa wanaendelea kujiimarisha. Hili lipoje? Ndio, wanaendelea kujiimarisha. Wanatoka mahali Goma wanakuja pamoja na renfort kubwa. Usiku kama vile mchana wanajiingiza, na wako wanajipanga tena kwa gisi ya wakamate Fizi, wakamate Uvira kwa mara ya pili, wakamate Minembwe ili waendelee mbele hadi Kalemi na kuendelea mahali zingine. Ukiangalia kwa sasa vita jimboni Kivu ya Kusini vinasimamia maeneo ya Minembwe sana sana. Movement yenu inatumika namna gani pale Minembwe? Kusema kweli movement yetu sisi ilikuwa Minembwe, lakini kamanda alileta oda kusema warudi nyuma, kwa sababu wakati tulipokuwa hapo bado tukingali hapo Luvungi, wakati waasi walijiondoa, kuna oda ambao bwana kamanda region alitoa ya kusema kuwa wazalendo wote warudi nyuma, na warudi nyuma mpaka Runingu. Wakati bwana generali Bendera kweli alipoona hivyo akaamua kusema kwamba vijana wetu sisi warudi hadi Fizi, hadi Uvira ndani. Ndipo mahali ambapo vijana wetu wanapatikana kwa muda kama na huu. Na kwa sasa labda movement yenu kuondoa vikosi vyake maeneo ya Minembwe inatoa taswira gani? Mnamaanisha kwamba pale Minembwe vita vimebaki vichache sana? Kusema kweli kuhusu habari za Minembwe sio kitu ambayo inaweza kukula muda. Hata pia vita ya Kamanyola pia hivyo hawezi kukula muda, lakini ni baadhi tu ya viongozi wa serikali ndio ambao wakingali wanatusimamisha sisi ili tusiendelee na vita. Unaona tunapaswa kuendelea mbele, wanasema hapana, murudi nyuma kwanza.
mchunge maitifu azikose. Ndio hivyo ndugu zangu. Asante sana. Upo mbele ya Kwetu News 24. Sijui una nini cha kuwaeleza wasikilizaji kwa sasa na watazamaji, kujiondoa kwa wale wa jamaa pale kwa sasa, mnawatambua wanasimamia sehemu gani? Kwa sasa wale majangiri wako Kamanyola na sisi tunasimamia Katogota. Tunachangia maji moja ambayo hiyo maji ambayo iko pale tunachangia maji. Wao Kamanyola, sisi tuko pale Katogota ndipo ambao tunasimamia. Na kuhusu habari nitaeleza watu ambao wanaonisikia ni kusema kwamba wasiwe na woga na mashaka ama na hofu. Tunasubiri nini ambao serikali yetu ya Kongo itakayopanga kwa sababu tupate kuwaondoa. Tutafanya yoyote hiyo tuwezavyo ili raia wetu wa nchi ya Kongo hususan hapa Est wawe na amani ya kudumu. Raia bado wana woga mkubwa sana kujiondoa kwa wale wa jamaa na kusimamia maeneo ya pale ambapo umesema maeneo ya wapi? Maeneo ya Katogota. Katogota pale. Kwa nini wasitoke moja kwa moja na wasimamia maeneo ya Bukavu, maeneo ya Goma ili kuchunga oda mpya kutoka kwa Marekani tena kufuatana na maakoro ambayo wamefanya na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Kwa nini wasiondoke mazima kabisa pale? Asante bwana journaliste. Ni watu ambao wana kichwa nguvu sana kusikia. Hususan pia ni mtu ambaye anakuwaka mtu ambaye anakuwa na distraction mingi sana. Atawezi kuwa unapambana naye hapa, yeye huko kwa na distract kwa anapanda kilima. Ndivyo ambavyo sasa kuhusu wao kujiondoa, tujajua mipango mingine ambayo inaendelea kati ya makoro wao na Amerika ili kusudi wao wasimame hapo. Hatujajua. Wakati mfupi uliopita au siku chache zilizopita, maeneo ya Uvira pamoja na Baraka na eneo nyingine nyingi, kulionekana watu ambao wanatumika sana na M23 walioshuhudiwa kuja labda kupeleleza, ambao walikamatwa na vyombo vya ujasusi kama nyinyi. Hivi siku 2-3 hizi au siku hizi yale mambo yanaendeleaje? Serikali inazidi kufanya kazi yayo pamoja na wazalendo wanashirikiana pamoja na serikali kusudi ya kuimarisha usalama. Ndio hawakose infiltration iko mengi sana. Hata pia kwa muji wa Uvira hawawezi kukosa, kwa sababu hiyo kufungua njia Bukavu Uvira ni kitu ambayo inaleta pia mashaka sana kwa raia. Na ni kitu ambayo moja wapo ambayo inafanya raia wakose amani. Kwa sababu hapo hivyo watakuja kuingia katika magari, wanakuja kama maraia na wanaishi ndani ya mwingine, wanafuatilia kila kitu. Na kitu ambacho kinatuhuzunisha sana kwa mji wa Uvira, hawaruhusu sisi wazalendo ama guvernema ipate ifanye bouclage. Yani waanze kukagua nyumba kwa nyumba, hoteli kwa hoteli. Ni kitu ambao pia inatusikitisha sana. Ndio, labda ukiangalia vizuri wale ambao wanashirikiana waasi ni vijana wetu sisi huku kwetu kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Wale mnaweza kuwapatia ujumbe gani na mnawaza ile inatokana na nini? Hiyo inatokana na tamaa ya fedha, kwa sababu usaliti inatokana na tamaa ya fedha. Lakini sisi kama sisi wapatriote ambao tulijitolea kushika silaha kwa sababu ya kukomboa nchi yetu, sisi tunawaambia wao waendelee tu, lakini na sisi pia tunazidi, hatutalala na hatutachoka usiku kama vile mchana, tunazidi kuwawinda na tutawakamata moja baada ya mwingine na serikali itakamata hatua zake. Ndio, labda kwa hali hii raia wajikomporte au wajishike namna gani mbele ya vyombo vya usalama, tukitaja wazalendo pamoja na FARDC? Yeye napaswa kusema kwa ajili ya raia ni kusema raia wajilinde sana, kwa sababu ndani ya jeshi kuna watu pia ambao wana dhamira mbaya. Hawapendi kuona mtu kwa ajili ya anakuwa na kitu, hususan hiyo maneno ya kwenda kuiba, kupiga masasi, kufanya mapiaje usiku kwa sababu una silaha. Ni kusema kwamba raia wajilinde, wajichunge. Yani muda za magharibi wasiwe wenye kutoka manyumbani, kwa sababu mtu ajua yake ni wapi pale ambapo itakapomkuta jambo. Lakini pia kuna fununu ya kuwa vyombo vya ujasusi
vya wazalendo, FARDC pamoja na polisi ziliweza kuwachukua watu ambao walikuwa hawana hatia yoyote na kuweza kuwafunga kwa tuma ya kwamba wanashirikiana na adui. Nyinyi kama vile nyinyi mnatumia vyombo gani, vidhibitisho gani ili kuhakikisha watu ambao wanashikiliwa na vyombo vya ujasusi au vyombo vya usalama kwamba wanashirikiana na adui iziwe ni habari za ukweli? Katika kazi ya ujasusi, ndugu mpendwa, sitakudanganya, kitu ya kwanza ambayo inakuwaka vizuri ni kufika wewe mwenyewe katika tere. Unafika, unachunguza, unafanya uchunguzi. Yaani tukisema epreve ni mapicha ambao wewe mwenyewe umefika, sababu umesikia fulani ni hivi, na hapo umekamata maamuzi ya kwenda kumshika. Mtu anafanyaga kwanza upelelezi, unafika wewe mwenyewe, unachunguza. Wakati unabaini kwamba ni ukweli, ndipo ambapo sasa utachukua sasa maamuzi na serikali inachukua maamuzi yake. Takwimu ambazo mko nazo kwa sasa au statistic zinasema nini? Vijana ambao wanajiunga na waasi aiza wakongomani wengine ambao wanajiunga na waasi kutoka nje au ndani ya nchi hii, eske wanaendelea au bado kabisa mnaona kwamba takwimu imekuwa ndogo? Kusema kweli, kuna baadhi ambao wanaendelea na kuna baadhi ya raia ambao wako wanatoka Ukavu kuja mahali huku kwa ajili ya kuchunguza nini ambacho kile gouvernement inafanya, nini ambacho wanapanga, na wanapana habari kwa waasi. Na kuna pia baadhi ya wandugu zetu ambao wako ndani ya jeshi la taifa ambao nao pia ni wasaliti. Ndio, labda kwa hali hiyo ya kuendelea kwa wa infiltrate ndani ya hali hii ya kivita ndani ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini ambako mnatumikia kazi nyinyi, raia wawasaidie kitu gani katika ile kazi yenu ya ujasusi? Kitu ambacho tutaomba raia ni kusema raia watuunge mkono, tushirikiane. Kila mtu awe mlinzi wa mwingine, kwa sababu nchi ni yetu na kupona kwa ajili ya nchi hii, kwa ajili ya kulinda raia. Na tunaomba pia raia watuoneshe ushirikiano wao, yani wakiwa na habari lolote lile wasisite kutujulisha sisi. Ndio kitu ambacho mimi naomba raia, na wasiwe na mashaka wala oga. Ndio ujumbe wako wa mwisho kwa raia wanaokutazama? Ujumbe wangu wa mwisho kwa raia wanaonitazama ni kusema kwamba raia msiwe na mashaka wala na oga wala na hofu. Sisi wazalendo pamoja na FARDC tunashirikiana kwa ajili ya kuleta amani